Nakusalimu katika jina la Yesu. Jina lipitalo majina yote. Jina lenye uwezo. Jina lenye nguvu. Jina linalookoa. Jina linalotenda ishara. Jina linalotenda miujiza. Jina la Yesu mwanamume. Piga makelele kwa Yesu. Haleluya. Amina. Tuombe kwa sasa. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Binafsi namshukuru sana kwa namna ambavyo ameniwezesha kuwepo nyumbani mwa Mungu siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwepo nyumbani mwa Mungu siku ya leo. Wajua kuna mtu mmoja mtangaza kule akasema, na alifurahia waliponiambia na twende nyumbani. Ukisoma haya maandiko na kama ujatafiti na kujua maisha ya wafalme zamani yalivyo, yaani ukisikia mfalme yale maisha yalikuwa ni anasa kupindukia. Halo? Kwa sababu mfalme alikuwa anaamua nani aishi nani afe, namna ya kumuuliza. Halo? Hamna kumuuliza. Kwa hiyo alikuwa na maisha fulani ambayo ukisoma Biblia hata wafalme wengine wa Israeli walikuwa wanaweza kufanya mambo ya Mungu lakini wasiende nyumbani mwa Mungu. Sasa huyu anaandika alikuwa anaishi maisha ya anasa sana, lakini bado aliona umuhimu na ulazima na furaha ya kwenda nyumbani kwa nani? Sasa kuna mtu hapa yeye anagengeduka. Sio duka, anagengeduka. Lakini nyumbani mwa Bwana kumpata kipengele. Haleluya. Naitwa mchungaji Paul Mwilinge, nachunga kanisa la Tanzania Saints of God Antiokia kwenye section yetu hii. Namshukuru pia baba mwangalizi na baba yangu kwa kunipa nafasi ya kuja kuhuduma hapa leo. Amina. Amen. Nawashukuru wazee wa kanisa, lakini pia na washirika wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa huu mwaka 2026 kwa upande wangu ulikuwa mwaka wa ratiba ngumu sana ya kuishi Dar es Salaam. Bwana Yesu asifiwe. Ninaishi Dar es Salaam siku mbili tu, Jumamosi na Jumapili. Halo. Kwa Jumapili sasa hivi kuna basi ya usiku naondoka Dar es Salaam. Narudi tena Jumamosi asubuhi. Kwa na shida Jumamosi na Jumapili tangu mwezi wa kwanza. Kwa hiyo na wiki itakiwa iwe hivyo hivyo. Lakini baada ya kupewa taarifa na baba kwamba nije niwahudumie watu wa Galilaya kwa neno la Mungu, Bwana Yesu asifiwe, nikasitisha hayo ambayo yananipeleka. Nikasema hiyo wiki nitaweka utaratibu mwingine na nitakuwepo Galilaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila kwa bahati mbaya sana kuna Galilaya atakosa. Na mwingine leo kaja na kesho hata kuja. Halo. Lakini Mungu ni mwema na Roho Mtakatifu atakuhudumia kwa viwango vizuri na kesho utakuja tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nina mke na watoto wanne, na mke wangu mwanafunzi wa chuo cha Biblia pale Dodoma. Halo. Amen. Na weekend hii alikuwepo Dar es Salaam, ameondoka jana. No, juzi ameondoka juzi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nimepitia changamoto nyingi sana. Na nyingine inaonekana hapa na maswali kaliona. Halo. Acha kabisa. Tutaka kujua hata kusimulia. Kutoka kitabu cha Samueli wa kwanza nataka nihubiri hapo kutoka kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 9 nitasoma kwa kurukaruka sababu tulipaswa tusome sura 2. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukienda nyumbani ukitulia utasoma, ila tusome
Samueli wa kwanza sura ya 9 kuanzia mstari wa 7. Ndipo Sauli akamwambia mtumishi wake, lakini angalia, kama tukienda tumpelekee mtu huyo kitu gani? Maana chakula kimekwisha tumboni mwetu, wala hapana zawadi ya kumpelekea mtu wa Mungu. Tuna nini sisi? Yule mtumishi akamjibu Sauli akasema, tazama, mkononi mwangu nina robo ya shekeli ya fedha. Nitampa hiyo mtumishi wa Mungu fedha hiyo. Atuambie njia yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hii story ukienda kusoma utakuta ni habari ya Sauli na mtumishi wao wa nyumbani wakati wamekwenda kutafuta punda za baba yake zilizopotea. Kwa hiyo wamefika mahali zoezi limekwama, wanafikiria kurudi. Bwana Yesu asifiwe. Naendelea mbele. Naenda kusoma mstari wa 18. 13. Ile paragrafu ya chini ya mwisho. Biblia inasema, basi Bwana alikuwa amemfunulia. Ni wa 10 ngapi? Wa 15, sawa. Basi Bwana alikuwa amemfunulia Samueli siku moja kabla Sauli hajamwendea, akisema, kesho wakati kama huu nitakuletea mtu kutoka nchi ya Benyamini, nao utamtia mafuta ili awe mkuu juu ya watu wangu Israeli, naye atawaokoa watu wangu mikononi mwa Wafilisti. Maana nimewaangalia watu wangu, kwa sababu ya kilio chao kimenifikiria. Silipapa na kwanza usome sura 2. Haya. Kwa mbele tutasoma mwenyewe, alafu baadaye tunakwenda kusoma sura ya 10. Tusoma mstari mmoja wa kwanza, alafu taruka. Ndipo Samueli akatwaa kichupa cha mafuta, akayamimina kichwani pake, akambusu, akasema, je, Bwana akutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli? Kwa hiyo hapo Sauli ameshapakwa mafuta ya Bwana ndio mfalme. Tunaruka tena, tunakwenda mstari wa 25. Kisha Samueli aliwaambia watu madaraka ya mfalme, akayaandika katika kitabu, akakiweka mbele za Bwana. Samueli akawaruhusu watu wote waende kila mtu nyumbani kwake. Sauli naye akaenda nyumbani kwake huko Gibea, na pamoja naye wakaenda kikosi cha watu ambao Mungu alikuwa ameigusa mioyo yao. Mstari wa 27. Walakini wengine wasiofaa kitu wakasema, huyu je, atatuokoaje? Nao wakamdharau, basi mletee zawadi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukirudi nyumbani soma hizi sura zote. Halo? Niko sawa, nataka kuhubiri na kupa vipande vidogo. Muone ameshapewa mafuta ya kifalme, amepewa na katiba ya kuongoza nchi, alafu na majamaa yaka mdharau. Halo? Tuendelee. Nataka sikiza kwa makini. Soma sura ya 11. Ikawa baada ya mwezi mmoja, Nahashi Mwamoni akakwea na kupanga maragu juu ya Yabesh Gileadi. Naomba mtu mmoja asiende kusoma mpaka nikakumwambia basi. Sura ya 11 kuanzia mstari wa kwanza. Kama baada ya mwezi mmoja, Nahashi Mwamoni akakwea na kupiga kambi juu ya Yabesh Gileadi, na
watu wote wa Yabeshi wakamwambia Nahashi, fanya mapatano nasi tutakutumikia. Huyo Nahashi Mwamoni akawaambia, kwa sharti hili, mimi nitapatana nanyi, kila mtu ang'olewe jicho la kulia na kwa... Basi mzee, tulia, anza mwanzo. Hebu sikiliza kwa makini. Nitakapokuja kuanza kuhubiri mimi sisomi hapo. Alafu mimi pia ni mwalimu. Nataka uelewe vizuri. Usione kurudisha hapo. Alafu utoke na faida. Ikawa kama baada ya mwezi mmoja, baada ya mwezi mmoja, baada ya mtu kutiwa mafuta, sasa kwa mfalme. Sasa kuna mfalme wa taifa jingine anakuja Israel, anakuja na hiyo oda. Nahashi Mwamoni akakwea na kupiga kambi juu ya Yabeshi Gileadi, na watu wote wa Yabeshi wakamwambia Nahashi, fanya mapatano nasi na sisi tutakutumikia. Huyo Nahashi Mwamoni akawaambia, kwa sharti hili, mimi nitapatana nanyi, kila mtu ang'olewe jicho la kulia, na kwa jambo hilo nitawashutumu Waisraeli wote pia. Basi wazee wa Yabeshi wakajibu, tuachie siku 7 ili tutume wajumbe waende kote mipakani mwa Israeli, kisha ikiwa hakuna atakaye kuokoa, tutajisalimisha kwako. Hivyo wajumbe wakafika Gibea ya Sauli, wakasema maneno hayo masikioni mwa watu wote, na wako wote watano. Sikiliza kwanza, tulie kwanza. Naomba usikae. Hizi taarifa zinakwenda kusambazwa mitaani. Hata mfalme aliambiwa. Yaani mfalme anaenda kunazo barabarani. Sio na majicho yao mtalalo. Yaani mfalme ndiye akatoka kutafuta ng'ombe zake hivi kuna nini? Endelea mstari wa 5. Natazama Sauli akaja akifuata ng'ombe kutoka kondeni. Naye Sauli akauliza watu hawa wana nini hata wakalia? Wakamwambia maneno ya watu wale wa Yabeshi. Na roho ya Mungu ikamjia Sauli kwa nguvu hapo aliposikia maneno yale, na hasira yake ikawaka sana. Akachukua fahali wawili waliofungwa nira, akawakatakata vipande, kisha akawatuma wajumbe kuvipeleka vile vipande kote katika Israeli, wakisema, yeyote ambaye hatafuatana na Sauli na Samueli, ng'ombe wake watafanyiwa hivi. Basi utisho wa Bwana ukawaangukia wale watu, wakatoka kwa pamoja, naye akawahesabu huko Bezeki Waisraeli waliokuwa 1,300 na Yaoni 30,000. Amina. Sasa tunasoma mstari wa 14 na wa 15. Kisha Samueli akawaambia watu, haya na twende mpaka Gileadi ili tuanzishe ufalme, tuimarishe. Arudia tena. Hapa sasa ni Samueli anaongea, sio Sauli. Rudia mstari wa 14. Unasema hivi. Kisha Samueli akawaambia watu, haya na twende mpaka Gileadi ili tuanzishe ufalme mpya huko. Hii ya Mungu inasema tuimarishe. Nao watu wote wakaenda Gilgali, wakamtawala Sauli mbele za Bwana huko Gileadi, wakachinja sadaka za amani mbele za Bwana, na huko Sauli na watu wote wa Israeli wakafurahi sana. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, Mungu Baba, Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wa neema. Neema hii tugiwe tena jioni ya leo. Kwa neema yako Mungu unakwenda kutuimarisha na kutuinua na kutuponya na kutuweka juu sana. Na yote yanafanyika kwa utukufu wa jina lako Yesu Kristo. Ukanipe mafuta yako Roho Mtakatifu, mfalme wa uzima, ukayaachilie kwenye madhabahu na juu ya watoto wako waliokaa kwa utulivu, ikawe faida kwetu jioni ya leo. Tusipoke tukiwa tumepungukiwa, tupoke tukiwa tumetosheka, tumetoshelezwa na neno lako Yesu, tumeinuliwa na Roho wako Yesu, tumeponywa na Roho wako Yesu, tumesaidika na Roho wako Yesu, katika jina la Yesu. Amen. 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 Nataka nilini kuhusu nguvu ya sadaka. Amen. Nguvu ya sadaka
kwenye mambo yasiyoisha. Halo, nguvu ya sadaka kwenye mambo yasiyoisha. Kuna mambo yasiyoisha. Haleluya. Ulipofikiri ukipata ndoa mambo yatakuwa yameisha, kumbe mambo hayajaisha. Ndio umeanza mwanzo. Ulifikiri ukipata kazi ndio mambo yatakuwa yameisha. Hamna, hayajaisha. Ulifikiri ukipata mtaji, ukianza ile biashara, mambo yatakuwa yameisha. Hamna, hayajaisha. Mambo yasiyoisha, unfinished business. Mambo yanakwenda yanapandana. Kama ukipata watoto, mambo yatakuwa yameisha. Hamna, mambo bado. Haleluya. Na mchungaji Paul nataka nikuhubiri leo habari ya mambo yasiyoisha. Kwenye mambo yasiyoisha, taji wake ni sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa nini taji wake ni sadaka? Soma hii Zaburi ya tuendelee kuipitia. Zaburi ya 50 mstari wa 5. Zaburi ya 50 mstari wa 5 anasema, nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhamiri. Sisi watu tuliokoka tumefanya agano na Mungu, tumepatikana kwa njia ya sadaka. Kwa hiyo utakuta msingi wa maisha yetu umekaa kwenye sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Si kwamba tu umekaa kwenye sadaka, yaani wewe ni mzaliwa wa sadaka. Kwa hiyo wewe mwenyewe ulikuwa kwa wewe sadaka, nishaikuambia hicho. Yaani wewe mwenyewe ulikuwa tayari ni nini? Sasa inashangaza unapoona sadaka inakataa kutoa sadaka. Halo. Sadaka inakataa kutoa sadaka. Na dakika 40 za kuongea nawe, nisikize kwa makini sana. Tunaweka msingi wa kuendelea kesho. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia habari za mfalme Sauli. Kabla hajawa mfalme, anakutana na tukio la kutafuta punda za baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Wakiwa kwenye zoezi la kutafuta punda, wameishiwa chakula, wamekata tamaa ya kuwapata wale punda. Mtumishi wake akamwambia, Bwana, pamoja na haya, huu mji ambao tunaendelea kutafuta punda, kuna mtumishi wa Mungu, kuna nabii, kuna mwonaji. Tukimwendea huyu bwana, yawezekana tukapata majibu ya shida yetu. Yule mtumishi yule Sauli akamwambia, Bwana, tunaweza kufanya hivi, lakini hatuna sadaka. Mbona fikiri Sauli alikumbuka tu siku ya kuna sadaka? Yaani alikuwa anafahamu na amefundishwa na wazazi wake tangia utoto kwamba huwezi kwenda nyumbani mwa Mungu, huwezi kwenda kwa mtumishi wa Mungu ukiwa mikono. Alifundishwa tangu, wewe unatusumbua kwa sababu hukufundishwa tangu utoto. Wewe mama unaniangalia, yaani tangu utoto ufundishwa, ndio maana unatusumbua. Na nimesema mlee mtoto katika njia impasayo. Bali kaenda kuchunga, nikamwambia, wewe mzazi wewe hata na sadaka ya 100. Yaani wewe uko exit uko mlango wa kutokea. Halo, sasa hapo ni kuna miaka 50. Tulipa miaka 20. Boy. 30. Boy. 40 wampigia picha. Bali sasa nikamwambia sasa, nikawafundisha watoto wanapokuja kutoa sadaka. Wanapokuja kutoa sadaka kuna watoto wengine sasa wanapanga mstari. Alafu naambia mheshimu sadaka zenu nazikagua. Nakagua sadaka za watoto.
kwenye ibada kazi. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya kwanza wale watoto wote nikawaambia zile 200 kwa Mungu wote. Nikamwambia sasa tunachofuata, mama nikamwambia tunakuja kanisani asipokupa Mungu lia daladala. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka mtoto aliyekuwa kama Sauli ajue. Halo? Ajue. Kwanza ile sadaka ya watoto kanisani inazidi sadaka ya watu wazima. Sasa tunazielewa wewe. Yaani sadaka ya watoto ni nyingi kwa sababu watu wazima wasanii anakuja 300, anakuja 400. Sasa hivi nataka niweke kitabu cha sadaka cha kioo. Ukituma takia kile tunaangalia. Halo. Yaani kale kaboksi cha kioo. Ukitokea Mungu tunaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Soma ndefu. Mngine tuingie na nishamba zote tunatengeza ya kioo. Sasa uje na mwili zako tuvunjie. Ndio sasa. Ni Biblia kuangalia sadaka, yaani tukaje kuangalia sadaka ni Biblia. Yesu alielewa kama ile mama katoa senti mbili. Alizionaje? Yaani nafanya funiko ndani ya andiko. Sileti kitu kipya. Akasema ile mama katoa senti mbili. Wale matajiri waliweka mizigo. Niambie na Petro. Nani katoa sana? Sasa Yesu alizionaje senti mbili kama kwa sadaka? Halo. Kwa hiyo Sauli kafundishwa tangu mtoto kwamba watu wengi iko mtumishi akasema, Bwana sikiliza, mimi na akiba, twende na ile akiba. Wakati huo Mungu ameshasema na nani? Na Samueli. Tangu jana kwamba kuna jamaa hapo anatakiwa aje kwa nini? Mfalme. Lakini huwezi kwenda kwa Samueli kama hauna nini? Sadaka. Kwa hiyo Sauli siku ile alikosa sadaka, kapishana na ufalme. Tunapishana na vitu vingi sasa, toi sadaka. Halo. Samueli kama kuna mtu hajaambiwa nani? Na anakuja hapa na kesi ya kwenda kupotea. Hajaambiwa nani? Yeye kaambiwa kesi. Lakini utaratibu wa kuja pale ukoje? Ni mpaka nini sasa? Kwa hiyo sasa wanatoa sadaka turudi. Inaisha. Na ufalme ni mishne. Wale sasa naongea habari za mambo yasiyo isha. Utaelewa kwa mbele kidogo, bado na dakika za kutosha. Na wewe unayapanga yaisha. Ulipookoka vile imeisha. Halo. Wale sasa hivi. Ulipoolewa kadia maisha. Ulipopata biashara kadia maisha. Kwa hiyo akafika kwa mzee Samueli, mambo yakaenda vizuri na ule ufalme haukuwa na mashaka yoyote. Sema haukuwa na mashaka yoyote. Kwa sababu ishara alizopewa Sauli zote zilitimia. Aliambiwa kutoka hapa litatokea hili, utakapofika pale kwenye kabila la Heli kitatokea hiki, A B C D E F G, na kweli yote yakatokea. Unajua ingefika mahali Sauli angekuwa na wasiwasi kwamba yule Samueli yule mzee hata pale alipiga anaona kwa sababu pale mwenye hata simuelewe. Zile ishara zote alizoambiwa na Samueli akiwa haipo zikatokea zote. Bwana Yesu asifiwe. Na akatabiri, akajaa roho, alipokutana wana wa nabii. Mambo yakaenda vizuri. Akapewa mikate kama ambavyo aliambiwa. Hapo bado kuna mashaka? Hakuna mashaka. Na hata wewe hauna mashaka na wokovu uliopata, lakini kuna mambo bado yaisha. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hello. Biblia inasema huyu jamaa alipoondoka akazifanya ishara. Zile ishara zilipotimia, wakakutana na mzee Samueli kwenye eneo la tukio. Walipokutana Israeli wakaitwa, na Israeli walikuwa na hamu ya mfalme. Wakaambiwa sasa
huyu naye bwana huyu. Atafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Huyu atafanya nini kweli? Kuna kitu cha kufanya ngema. Watu wasiofaa. Inasema ile Mstari wa 27 sura ya 10. Anasema lakini watu wengine wasiofaa kitu wakasema huyu je, atatukuaje na hao? Wakamdharau wasimleteze watu. Unajua kuna wafundishaji kila mahali wapo. Wakati Musa anafanya huduma, wafundishaji walikuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwepo. Na Mungu akapasua hizo, akawashusha chini, akapiga kiberiti, akafikia. Hamna maziko, wala maombolezo, wala kaburi. Walikuwepo. Na mpaka leo wapo. Na hawa wakosekanaga kila mahali. Kwa hawa hata Galilaya lazima wawepo. Hawakosekanaji. Yaani ndio kawaida, hawakosekanaji. Kama wakati wa Yesu walikuwepo. Sasa watakosa Galilaya. Halo. Na tukaongea pale kwa Mungu wapo. Kibaleza sasa. Akasema chungaji ni anaanzisha wakati baba tunajenga kale kanda galau pale chini. Akasema hivi anaelewa hali yetu ya kifedha. Sasa hali yako ya kifedha ni nusu nini? Wewe umekuja tumtolee kwa sadaka, tumjenge nyumba. Sasa hali yako ya kifedha ni nusu nini? Mwezi wa 3 waangalizi nikamwambia watu Antiokia. Nikamwambia sikizeni, hapa mimi sijengi nyumba yangu. Hapa sijengi, hii ni nyumba yangu. Kila mtu ana nyumba yake. Hapa sijengi nyumba yangu. Hapa tunafanya kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Kuna kiwanja kinatutesa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia sasa, nimeshamwambia kwenye kiwanja tunamlipa hela mwezi wa 7 tarehe 5. Halo. Na huo mwezi wa 3 tunakimbiza. Nataka tulipe milioni 16. Nikamwambia sasa ni hivi. Sema hivi. Nikamwambia Jumapili ukiingia unako umeingia na hela. Na wewe shemasi na washirika wako zoni yenu hakikisha mnakuja na milioni. Kama hamna milioni mbakini nyumbani. Kama hamna milioni mbakini nyumbani. Halo. Jamani, hilo sio fundisho, tunaona. Wale pana zoni ngapi? 3. Nikamwambia hamna milioni, mnabaki wapi? Nafikiri tani. Yesu asifiwe. Alifikiri nini? Sasa kwani tumekuja kufanya nini? Bila kwambia tukifika kule mbinguni kutakuwa kuna dogo la ajabu. Ukisoma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 29, mzee Daudi amelala kitandani yuko hoi lakini anafanya changizo la sadaka ya ujenzi. Soma kitabu cha Nyakati wa Kwanza sura ya 29. Anasema jamani, mimi nimeweka akiba. Nani mwingine anaomba mkono ili fedha? Mzee anachangisha pesa za ujenzi huko wapi? Sasa mimi mzima kabisa natembea na miguu yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Halo. Bwana wale watu wakaja na hela. Hela mpaka Jumapili iliyopita tulikuwa tumeshapata hizo milioni 16. Lakini sasa alifishi business, mambo yasiyoisha. Kuna kesi nyingine imetokea, kiwanja kizikani kununulika tu. Mambo yasiyoisha, lakini kitu kibaya na mambo yanaisha, mambo yanaisha. Baleza ndio. Baki katikati pale kwa tunajichangisha, wakaja wanunuzi. Yaani kaja wanunuzi, afu mnunuzi mwenyewe ni jirani. Yaani jirani ni jirani wa kanisa. Mnunuzi ni jirani wa kanisa. Na anatusikia kama kujimba pale kwenye maji, bwana tupe kiwanja, anatusikia. Akaenda daraja na ule mnunuzi wakamtafuta kwenye kiwanja, akaja atukia roho. Akaja na hela wanazo na mimi nikapigiwa simu. Tukani maana walikuja na wakili. Yule mnunuzi kaja na wakili. Sawa eh? Kwa hiyo wale wauzaji walikuja na mashahidi wao, wanunuzi na mashahidi wao na nini? Na wakili na dalali. Sasa mimi kama jirani maana kiwanja kinaanzia. Mimi kama jirani lazima nitokee kutoa ushirikiano. Nikapigiwa simu. Tunaje? ABCD akaniuliza wakili. Akaniambia sasa mchungaji, mbona kunaonekana kama njia inategemea kupita huko? Hapa mtatokaje? Mwambie sasa ndio pale kwetu. Nikapata kuja na helikopta. Sasa unaona kabisa unauza, unanifungia njia, unataka nikujibuje. Nikamwambia kuja na nini? Kuja na helikopta. Akanyamaza.
awauzie kipande hiki. Nikamwambia wewe unakuja kuuza kunifungia njia, alafu unanifundisha nikaombe njia kwa mtu. Nikamwambia tafadhali bwana, usiwe na masiara kiasi. Wakacheka lakini mimi namaanisha. Hasa katika mazungumzo yao wameenda vizuri, wameridhika. Mmoja akasema sasa, mchungaji, tunaomba utusaidie uwe shahidi. Nikamwambia hivi, tunaenda kuchumbia mchumba mmoja. Wewe umetangulia kupata hela ya mali, hapo unaniambia mimi kusindikiza. Hiyo si psychological torture. Nikamwambia washirika ndio pale WK gospel bwana WK. Nikamwambia kina mama ingieni ndani. Wakaingia ndani, nikaingia. Nikaanza kwa sauti, "Oh, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu uliyerudisha maji ya bahari ya Shamu kwa upepo, ukayazuia kurudisha mauzo ya kiwanja hiki." Nasikiliza muuzaji, tunasema Mungu rudisha maji ya bahari ya Shamu kwa upepo, rudisha haya mauzo, rudisha. Na mama rudisha. Jamaa wakatoka. Walipotoka sasa wakaandikishane, wamekuja na document, tafuta hiyo rekodi imepotea. Bisha ipo. Jamani, sio story. Wewe mtaka nakwambia ngoje ombe mzali ngoje tunashinda. Document hii. Yule daraja akamfuata mshirika mmoja, akamwambia mchungaji, wewe una mambo mabaya sana. Ile dini imepeperuka. Nikamwambia sio tu dini, na yeye bado. Yaani sina msamaha na yule daraja, sina msamaha. Mpaka sasa hivi sina msamaha nao. Wangekuwa wanatoka mbali. Yaani daraja wabaki kupata dini. Sasa kanisa hili hapa, nyumba hii hapa, nyumba ya tatu ndio mnunuzi. Anakuja. Huyu anakuja kufanya nini? Na anajua kabisa kanisa linataka. Daraja inakaa nyumba ya nini? Sasa na wachaji. Kwanza kama Mungu atamshangaa. Kwanza hicho kichanganya wewe ndio usijali mpaka kuja kununua. Kwanza nikamwambia Mungu afinisikia kusahihisha. Sio kama unataka anataka. Ndio. Ndio kwa stress. Halo. Niliwaambia kesho pale kanisani leo kuna utumishi wa Elia na utumishi wa Musa. Mimi nikakatalia utumishi wa Musa sina. Kweli. Musa akaambiwa na Mungu, tuwaue hao watu watakusumbua. Tuwaue, tuuzae wengine. Akasema Bwana waache, hao watu waache kwa sababu akawaombea. Mungu akamwambia tuwaue hawa. Musa akakomaa, Bwana waache. Watu wa mataifa watasema walikuja kuaulia jangwani. Haya. Akawaacha. Mimi nilitokea. Baadaye na mimi Mungu ajua mmenikosesha, sijaenda Kanaani. Mimi bwana utumishi wa Musa sina. Halo. Ni bwana wa Elia. Kesho mambo tofauti na maiza hapo. Hamna mtu anayepata. Alafu kuna mwingine sasa ataona jamani. Piga jamani kule. Watu wanakuja kuvamia nyumba kama mjana na kutaunga mtu. Yaani Mungu anaulizi. Muda wa chakula ungaua. Watu wanapiga chapati. Halo. Wewe sasa. Amina mpenda mtu anaenda. Kwa nini usumbue? Tumekuja tumtumikie Mungu kwa furaha. Yaani hatujaja huku tuteseke. Wewe sasa. Amina. Yaani usiwe kazi ya kutesa mchungaji wako hapa Galilaya. Yaani lazima ufanye wewe na furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hiyo dada kimeshaanza. Nakwambia siku moja. Sasa malizia muda wote. Sasa yule jirani yetu pale ndio mjumbe. Nene darani. Ila kwa ajili ya kujiingiza. Ila tukio la darani zake kishalipata. Kanyoka kama huyo. Tena mtosha mtana kutosha. Na jana kaja kutusaidia kwa 40. Amina mpendo wa Mungu. Mambo yasiyoisha. Kwa hiyo tulipopata zile hela, tukajua mambo yamefanyika. Mambo yameisha. Nimeamka kwa mbele na mpigia sasa kwenye kiwanja nimwambia mambo yanaendaje, wala tuna hela. Nikakutana na jingine. Takwambia siku nyingine. Bado nimenunuliwa mambo yameisha.
kuchunga. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme akaanza kwenda kuchunga zake Mungu, maana mambo yalikuwa magumu. Alipotawala kwa mfalme akajua sasa mambo yameisha, watu watamheshimu, watampa nafasi, lakini mambo baada ya nafasi sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina mpendwa. Amen. Akiwa anaendelea shughuli zake, kuna lifamba lingine likaibuka la nchi jirani, likasema sasa je, wana wa Israeli nina kazi na nyinyi, lazima niwanyooshe. Watu wanataka amani, wakaambia Bwana unataka tufanyaje? Yaani jamaa hata aliongea na mfalme, anaongea na watu mtaani, na wale watu wakamwambia Bwana tuko tayari, unataka tufanyaje? Zamani taifa lingine likija kukutishia, naweza kama utakuwa unalipa kodi, si ndio? Sasa sharti la jamaa akasema Bwana mimi sharti langu nataka kila mtu amwelewe hicho. Hivi je kwa sababu hapo ndio baruka. Mfano wa jirani akaja akasema jamani, mimi nikitaka tuelewane na nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na akasema mkitaka tuelewane, kila mtu amwelewe hicho. Piga hesabu. Piga hesabu. Kama wewe ungekuwepo wakati huo. Wewe ni rahisi ukiwa unasoma unapita hivi. Watu wakaanza vilio. Taarifa zikaanza kusambaa. Jamani mambo ni magumu. Nani atatuokoa sisi? Hawaendi hata kumwambia mfalme maana wamemdharau. Waishasema huyu naye atatuokoa sisi. Kwa mfalme leo pinga zake kwa habari. Wanashangaa. Anaingia mjini pale kutoka kuchunga. Watu wanalia. Nani anaulizia? Jamani kuna nini? Sema ule mfalme wa jirani Nashi amesema kila mtu amolewe. Halo. Sasa hiyo ndio ikawa nafasi ya Mungu kufanya kazi. Huyu jamaa mfalme hajapata hivi. Ufalme wake ulitambuliwa na sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni Mungu wa kumbukumbu. Akampa nguvu ule mfalme, akalipua moyo wake. Biblia inasema Mungu akaweka utisho, akamwaga roho yake ya utisho kwa wale watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maneno ya Sauli yasingeweza kufanya chochote kwa sababu kwanza walishamdharau. Na Mungu anatumia hili tukio kumtengenezea Sauli heshima mpya. Amen. Kwa sababu anaona mfalme wake wa kwanza hivi ulianza na msingi wa sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema jamani, sikilizeni, huyu asiwaambie chochote na kesho tutasiyetoka tutamshughulikia. Biblia inasema sio sauti ya Sauli iliyofanya wingu la utisho kwa wale watu. Biblia inasema Mungu alimwaga roho yake ya utisho kwa wale watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na walipokwenda kwenye vita wakashinda ile vita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ndio mstari nataka kumalizia kuhubiri. Hii pale tunataka kumalizia kuhubiri. Biblia inasema kisha Samueli akawaambia watu, haya na twendeni mpaka Gilgal ili tuimarishe ufalme huko mara ya pili. Unaelewa hiyo point? Ina maana ile ufalme alishatawazwa mara ya kwanza. Biblia inasema tuimarishe mara ya kwanza inaonekana kile kitu chepesi. Watu tena lazima tuimarishwe tena. Watu wa Galilaya, kuna mambo yako yayoiona leo, lakini nazo habari njema. Yuko simba wa kabila la Yuda, yule anayeleta utisho, aliyeleta utisho zamani za Sauli. Mambo yakaimarishwa tena, lazima mambo yaimarishwe. Haleluya, lazima mambo yaimarishwe. Kuna mambo gani yanakusumbua? Jioni ya leo lazima yaimarishwe. Na dakika chache mbele yangu za kusema na wewe na za kukuombea. Lazima mambo yako yaimarishwe. Sijui na mambo gani yanayumbayumba, lakini nataka nikwambie lazima mambo yaimarishwe. Mama mmoja mstahiki pale nyumbani mwa Mungu alitokea. Ninasema ni mama mstahiki, ni mama mwenye heshima, ni mama mwenye kipato, ni mama mwenye maisha, ni mama ambaye anakwenda vizuri, lakini akaja kutoa sadaka. Kama kufundisha ni maajabu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Siku moja mtoto wake anampenda akaumwa.
kukohoa tu, kikohozi anakohoa tu. Nikwambia sio malaria, sio nini, kukohoa. Tunataka kwa Yesu Mungu mpaka anachoka. Beba. Beba, sasa kuna jeshi beba, ndio safari ugalo, beba pale ugalo. Ugalo akapima. Dunga sindano kama tatu za usingizi kwanza ili mtoto apumzike kufanyaje? Kukohoa, mtoto sindano zikadunga. Ndio sasa ndio wale wengi. Beba mtoto. Ndio wapi? Ndio mimi na mimi. Akarudia siku gani? Nasikia wali amechukua na akanieleza analia mama watu. Wanapeleka wapi? Mwimbili. Sio mtu anasikia pale beaches. Pale beaches kuna specialist. Pima haoni kitu. Haoni chochote. Bwana Yesu asifiwe. Haoni chochote. Nikamwambia mama wewe hauna mchungaji. Hauna mchungaji. Piga simu mchungaji. Anapiga simu ndio mchezo ongeza. Bwana Yesu asifiwe. Chongo ongeza piga simu kwa kama mazesi. Nikafika pale. Mimi sikio kwa kitabu ngomea. Kwa sawa. Sawa. Mchungaji. Ndio. Basi hapa ni. Kwa hiyo pale mjini. Mtoto alikuwa siku ya pili alikuwa kachoka. Kafuta pale kwa baba. Yana malizia kwa kufika baba. Ulikuwa unaona nguvu ya kuongea. Yes. Unakuwa injili ya miujiza. Yaani utatoroka. Na miujiza pia injili ya kwenda kulingana. Na mimi nikakaa pale sasa hivi stop. Sasa madaktari wanafanya kabla muda maisha. Wenyewe wameshinda kuweka mikono kutoka hapa. Wakatulia na wenyewe. Nimekaa ile sipanda na alama mpaka dakika 2 jioni. Wanakuja na shift nyingine sasa mtoto basi tumpeleke na wanashtuka. Tumpeleke nani hodi. Wakambeba kumpeleka vipi. Kesho yake asubuhi. Madaktari wakaja pale watano. Pima haoni kitu. Wakatoa hapa. Kufika nyumbani kaanza ukoa. Wale ndio pesa. Hata kuna mambo mengine yanabidi wewe mwenyewe ukajificha. Ukamwambia kwa baba. Sasa hii jambo ni kuna Mungu Bwana Yesu. Wewe utakayeti wewe unaomba Mungu aseme kwa sema wewe na kazi gani? Tusikamshika kabisa sasa. Mungu sema ni aseme na wewe vipi? Wewe watu unachua. Wewe ni ndio kutoa maneno ya mchungaji wako. Na ukisema na wewe mtagombana. Kwa sababu ukisema na wewe atakwambia ni mbele yako. Hawezi. Wewe pia usisikilize baba wako. Ndio. Mimi unamoja tu. Tunaki, mimi nataka mimi nyaye. Ni Mungu aseme. Kabia sawa. Nikaambia Bwana sema naye. Nikasema naye nini? Yaleta panga, alafu na kiwanja kile cha ujana. Mungu akamwambia nipe hicho kiwanja. Hapa ndio amesema ni mimi mchungaji. Sasa sitaka Mungu aseme na wewe. Wewe tosha na usema kwa yako. Ndio. Kaunda kwa sababu atasema na wewe. Atasema sasa mwanangu na kuhitaji shambani. Tunataka sema na wewe, atasema. Mimi alisema nikanuna. Niko bilimani kule kwa bilimani. Hapo sika kuongea. Hapo kuongea kwa siasa mwezi magari unategemea nini? Siku 5 wale mpaka ndo kabisa ndio tunataka kupotea. Ndio tunauana. Ndio ndio kupisha 5 hapo. Hapo tunia kuna kilo 50. First means na kupisha siku 5. Hapo nataka kufunga siku 7 nikatoka. Kisa Alenda hivi. Nikitafuta mtu nifanya shuka na mtu. Unakufa kweli. Na mbinguni unaenda kweli. Hilo mimi natusema. Wewe sasa. Mimi napenda kwa Mungu.
Bwana Yesu akaniambia huyo achana naye, nachukua hela zangu. Wewe mwache, nachukua hela zangu. Kwa mimi nikakata mguu kwenda nyumbani kwake. Washirika tunakisha nitulia tu. Yesu asifiwe. Na kwa pia wale kuja sadaka. Na kwa nini hivi wakati Kaini na Abeli wanatoa sadaka, kwa kuna mchungaji, kulikuwa kuna kanisa, kulikuwa kuna hekalu, walikuwa wanatoa watu na sio walikuwa wanasitoma watu. Wao nafikiri Mungu kuchukua sadaka zake mpaka zaenda kanisani, zitaenda hata hospitali. Wakati Mungu anazichukua tena, umempitisha zimefanyika na kutekelezea tukio, anaanza kumtoa tunapata sasa hospitali za kusaidia dawa. Kuna kai wanaona nazichoma moyo tukafunga lazima mpokea. Akasema kwa hiyo kitu acha achukue hela zangu. Sasa ndio alikuwa na changamoto. Yesu sasa. Ya kutaka kufanya ndio na mbaya. Kwa hiyo tukaomba mlaki hapo kanisa hapo. Tukaomba kwa Yesu sasa. Akajua mambo yameisha. Na Mungu kanisani kakati. Akajua mambo yameisha. Akaisha kwa. Nini kitokea? Mungu kanisani kurudi tena. Baada zote yupo. Kumbe mnaweza kujibu baada zote basi. Mpaka mambo ya chakani. Kila kwenye maombi baba, kila maombi iko mbele, nikifika na parasa. Nikifika pale na parasa. Baba kumbuka utumishi wako katika ile familia. Nikifika baba. Haleluya. Hapa najua pana shida. Kwani kwa swali vifua. Yeye mchungaji msanii. Yaani mchungaji msanii mapia. Alafu pia mnasahau kufikiri tumezaliwa kanisani. Hatujazaliwa kanisani. Tulikuwa mahali kwa katika washirika kama nyie. Bwana Yesu asifiwe. Neno la haleluya. Naye kwa nini maombi kama vile parasa. Sasa unaelewa na mchungaji wako unamjua. Baada ya ibada anakuja kwenye maombi. Tunaomba tu niombe. Nikamwambia mama, na mwisho kutoa zaka nini? Kama mmesema nikamwambia sio saba. Sio kapuka vitu vya Mungu anachukua hela zake. Wewe shida yako wewe unakula hela za Mungu. Acha kula hela za Mungu, mtaelewana. Wao tunapo hata Mungu. Ndio maana Jumapili kaja na zaka. Na zaka yake ninajua. Bwana asifiwe. Akitoa zaka kama ni kamfuko kidogo kanatimishika. Unajua nilipotoa hela zaka. Kusha hadi na mpaka leo tofauti. Sasa mimi nikamwambia sasa ile miezi 4 ambayo mtoto akwenda shule, Mungu anakumbusha. Mungu atamfaulisha. Alafu tunaenda sasa. Halo, kwa wakati yake ile ilikuwa mshumisho huko. Kafanya mtihani wa kwanza ya kazi darasani miezi 4 mpaka nilimuona. Unaelewa tunachosema? Ndio shule ilikuwa tafuta kunibora shule kwa kupeleka wapi na mtoto kwa ndani atakuwa yeye ila sababu moja wa wasiwasi na afya yake. Ndio sisi tunataka. Mambo yajaisha, mama alifikiri mambo yafanyaje? Nakwambia vitu halisi, vitu vilivyopo. Na wewe ndio mgeni wewe mchana jioni leo kuna mambo yako yajaisha sana mali. Sababu kuna dakika 7 tu. Kuna mambo yajaisha. Natamani kuendelea kuhubiri lakini nataka tusondoke hivi. Hapa kuhubiri watu wanaona kabisa kuna evidence, kuna maeneo mambo yako yajaisha. Sababu alifikiri mambo yameisha. Alipopewa pale akamimina mafuta akajua mambo yameisha. Akajua sasa ufalme mambo ni swala. Lakini kumbe mambo yalikuwa yajaisha. Na Sauli na Samueli alijua mambo yajaisha. Na mambo yalipokuja kuisha, Biblia inasema ya kwamba akasema twendeni tena. Twendeni Gilgali tukaimarisha ufalme, mambo ya pili mara ya pili. Tukaimarisha ufalme tena. Sasa tunaona mambo yamekamilika. Haleluya. Ninaongea na mama hapa, ninaongea na baba. Ninaongea na kijana, ninaongea na binti. Yamkini kuna mambo yako naona hayajakaa sawa. Kuna mambo naona hayajaisha. Nataka nikwambia mambo hayawezi kuisha kama hayajawekewa msingi.
unapoambiwa sadaka, unapoambiwa sadaka itakukumbuka mbele ya safari. Umetuuza, umeona ni jambo la kawaida, umeona bani na kelele watumishi wa Mungu. Nataka nikwambie jioni ya kwamba sisi sio watu wa kawaida. Sisi ni tofauti na watu wengine. Sisi msingi wetu huko kwenye sadaka. Mambo yetu hayaishi kizembezembe, mambo yetu hayaishi kawaida kawaida. Kuna jambo linamaliza mambo. Mungu alipoona anataka amalize mambo, inasema Biblia Yohana 3:16 akamtoa mwanae wa pekee. Anataka amalize mambo, ikabidi atoe sadaka. Yesu anataka mambo yaishe, lazima apande msalabani, ajitoe sadaka. Mambo yako hayawezi kuisha kirahisi rahisi. Kuna jambo linaloweza kumaliza mambo yako. Nimekupa habari za wewe mama, nikamwambia mama, kuna jambo la kumaliza mambo yako katika jina la Yesu. Mama unanisikiliza jioni leo, mama unanisikiliza jioni leo, kijana unanisikiliza jioni leo. Yawezekana mambo yako yanakusumbua, yawezekana mambo yako bado hayajaisha, yawezekana mambo yako yanaendelea. Ulijua likifanyika ili mambo yatakuwa sawa, ulijua likifanyika ili mambo yatakuwa sawa, lakini mpaka unapoongea jioni leo mambo bado hayaeleweki. Lakini ninazo habari njema za mwanaume mmoja, simba wa kabila la Yuda, Yesu Kristo wa Nazareti. Yeye atatushautisha, aliyeushusha zamani za Sauli, ataushusha na leo. Hayo mambo ambayo hayajaisha atayashughulikia na jioni leo. Sijui mambo gani hayajaisha. Wewe unayajua mama, wewe unayajua kijana, wewe unayajua binti, wewe unayajua mama. Yawezekana ni magonjwa hayajaisha, yawezekana ni dhiki kama mtanda wa kwanza hayajaisha, lakini nazo habari njema jioni leo. Remesekerebus tarababababababa rikemasa karamashana riandarababa. Nina dakika 5 zimebakia. Nataka tushughulike na mambo ambayo hayajaisha. Nisaidie kusogeza hii madhabahu mbele. Nilitaka nikuache uombee huko, lakini napata msukumo wa ndani ya kwamba ufike hapa mbele. Tushughulike na mambo ambayo hayajaisha. Sauli akashughulika na mambo ambayo hayajaisha. Yale mambo ambayo hayajaisha wewe yanashughulikiwa na watumishi wa Mungu. Wewe unashughulikia mambo mengine. Yale mambo ambayo hayajaisha wewe yanashughulikiwa na watumishi wa Mungu. Sauli akashughulikia mambo ambayo hayajaisha. Ninapoongea jioni leo, unaona kuna eneo mambo hayajaisha, anza kuchukua hatua ndio mbele sasa. Hatuna muda wa kutosha, tuna muda mchache sana wa kushughulika na mambo ambayo hayajaisha. Anza kuomba ukifika hapa, usisubiri kuimbiwa mziki. Kama umejaa roho hata kunena kwa lugha, Biblia inasema kitabu cha Warumi sura ya 8 na mstari wa 26 ya kwamba kadhalika Roho wa Mungu naye utaongea kwa kuwa kuweza kutoka kwa kama vile apendavyo Mungu. Ninapoongea jioni leo, unaona kuna mahali kuna ugonjwa hajaisha, inawezekana ugonjwa hajaisha. Riba karaba setema tandara baba yetemendera tandara baba yetemendera kama tandara baba yetemendera busara. Lazima tuyashughulikie mambo ambayo hayajaisha, lazima tuyashughulikie mambo ambayo hayajaisha. Mwambie Bwana, ukimaliza hili jambo nitakuja na sadaka. Bwana Yesu, maliza hili jambo Bwana wa vita, nitakuja na sadaka Yesu. Karibu wachungaji wetu, karibu wachungaji, karibu na mwangalizi. Tuweke mikono juu ya watu hao, mambo yao lazima yaishe. Riba zakara maka tandara baba yetemendarasa ikara baba yetemenderwa riyebebesheke minambari ya kandama riyandara baba sitamara riyandara baba sitamara. Mambo ya magonjwa ambayo yaisha, mambo ya masomo ambayo hayajaisha, mambo ya ndoa ambayo hayajaisha, ile tabu ambayo hayajaisha. Yawezekana watu wamekudharau, waliomdharau Sauli wakasema atatusaidia nini huyo, wakasema atatusaidia nini huyo, wakasema atatuokoa na nini huyo, wakaleta mambo ya dharau. Yawezekana watu wamedharau, wamedharau biashara yako, wamedharau ndoa yako, wamedharau ushindi wako, lakini ushinde haya mambo ambayo
Bwana ayamalize leo. Jina la Yesu. Ayamalize Jehova. Magonjwa yakatokea. Shida ambazo jimbo likatokea. Ule ushuru ukatokea. Katika jina la Yesu. Ukaulize kuna shida. Ukaulize kuna tatizo. Ukajibu Yesu. Ukatende Kristo Yesu. Akamalize mambo yako mama. Ikarabashetema sadarababaletemena muramba igorebebekwanenkerebonamenawasi ikorebebekenekerebonamenabakuya wachina ni Yesu aba kila pande ashughulikia maisha uliyopanda na roho uondolewe tekelebonao iendelee jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Unataka useme. Unataka useme. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Bwana shughulikie mambo ambayo yajaisha. Mbingu zikamalize mambo yako. Mbingu zikashughulike na shida yako. Mbingu zikatengeneze kazi yako. Katika jina la Yesu Bwana Mungu ninaangusha kila ngome na ufalme wa giza. Kazi za ule mwovu ninazidhoofisha, hazina nafasi kwa jina la Yesu. Mshukuru Mungu. Asante, mshukuru Mungu.